Benjamin Mkapa, na hii ni mara baada ya klabu ya Simba kuweza kufuzu hatua ya nusu finali kombe la shirikisho kwa mikwaju ya penalty. Tumeshuhudia dakika zote 90 na tupate maoni ya mashabiki. Bado uko vizuri? Hongera kwa ushindi. Hongera sana. Mmevuka? Tumevuka. Unazungumziaje mchezo? Mchezo ulikuwa fresh, mzuri tu. Tumekosa nafasi nyingi, lakini bahati nzuri kwenye penalty tumeweka. Kwa namna ambavyo hao ni mashabiki wa klabu ya Simba wakiwa wanaendelea kutoka ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa mara baada ya klabu ya Simba kuweza kupata tiketi ya kutinga hatua ya nusu finali kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Ilikuwa ni mchezo ambao umebeba hisia kubwa. Nimeshuhudia nyuso za mashabiki kwenye hatua ile ya mikwaju ya penalty ambayo imechezwa. Bana, uko vizuri? Mambo vipi? Mmevuka? Namshukuru Mwenyezi Mungu nimevuka. Tunafuata hatua inayofuata. Ni hatua nzuri, ila vile vile na wachezaji na benchi la ufundi kwa ujumla wote tunawashukuru, maana mpambana sana yani. Umeona yote kwa yote, lakini kikubwa zaidi wachezaji wasibweteke. Lengo letu sio kuishia hapa. Tunataka tuende mbele zaidi ili mambo yaende vizuri. Umeshaelewa vizuri hapo? Pressure ilikuwaje wakati wa mikwaju ya penalty? Pressure ilikuwa kubwa. Kikweli hapa nilipo kichwa kinaniuma. Kichwa kinaniuma kwa sababu pressure ilikuwa kubwa sana. Na tulishakuwa tumesema basi wetu yani Simba, ukiangalia hata mashabiki wa Simba uwanjani kama ulikuwa unaangalia ule unafuatilia mchezo, mashabiki wote tulivunjika moyo, tukajua kwamba safari imeishia hapa. Lakini kikubwa zaidi leo kwa mara ya kwanza kabisa yale masuala ya simu mwaka robo, simu mwaka nusu yameisha kabisa. Nashukuru Mungu, tuombe tu wachezaji wapambane zaidi na zaidi tuweze kuchukua kombe kabisa hili moja kwa moja. Kama ni tuzo, leo unampatia nani kwenye mchezo dhidi ya Al Masry ambao mnakata tiketi ya kwenda nusu finali? I say wachezaji wako wengi ambao kila mchezaji kapambana kwa namna moja ama nyingine, lakini kubwa zaidi Mpanzu amefanya kazi kubwa sana, yani kubwa sana yani. Umeona hapo kazi kubwa sana amefanya Mpanzu, mwisho wa siku tumpata matokeo. Ingawa wachezaji wote mcheza vizuri, umeona hapo, lakini Mpanzu amewazidi, amejaribu kuipambania nembo ya Simba, umeona hapo. Ila kubwa Baba Esther mwisho wa siku kafanya kama ilivyokuwa ada yake, maana ndio kaida yake. Maana Simba mmefurahi sana, tumefurahi sana. Yani kikubwa zaidi jambo msije mkaniona hivi, nimefurahi sana kiasi kwamba yani hata sielewi hapa nilipo, yani kichwa kinaniuma, ni kwa ajili ya furaha tu. Imani ilikuwa kubwa sana kuelekea huu mchezo. Tumeona hamasa zilivyokuwa, kila mmoja mwana Simba akiamini kwamba hii tunavuka. Kipindi unatoka nyumbani hadi kufika hapa, ulitegemea matokeo ya aina hii, na kama ingekuwa tofauti nini hasa ungetegemea? Yani kwanza kikubwa niseme tu mimi nimetokea mbali. Umeshasikia nimetokea Mtwara, na hivi karibuni kama mlikuwa mmesikia issue ya daraja hapo Rufiji na nini hapa Somanga na maeneo mengine, umeshaona hapo lilikatika. Mimi nilikuwa Mtwara kabisa hivi. Ile daraja kwa ajili ya kuja kuangalia Simba, mimi niliamua kuvuka pale kwa mguu. Umeshaona maji yalikuwa yapaja kabisa. Mwisho wa siku nilivuka ni kwa ajili ya kuja kuangalia timu. Kwa ulianza kuvuka alafu imekuja kwanza mimi mwisho wa siku timu imepiga. Yote hiyo ni imani na Simba. Yes, yani mapenzi ya dhati nilikuwa nayo. Nimevuka lile daraja pale, nimevuka maji ya kiuno. Nikasema haiwezekani. Kama nitavuka mimi basi mimi naamini kabisa Simba nayo wanavuka. Mwisho wa siku tumevuka wote kwa pamoja. Yes. Hebu naomba muongelee kidogo Ahmed Ally. Tumeona amefanya kazi kubwa sana hadi kufikia hii leo. Tuambie chochote kuhusiana na hapa nyuma kuna shabiki wa Simba bana. Yani mimi siamini kwenye maisha yangu. Yani nilisema kabisa dakika 30 tushamaliza deni, tunakutana mwisho wa mechi. Yani huamini? Yani siamini hapa nilipo. Yani tumefuzu hapo kwa kishindo hapo nyumbani. Pressure ilikuwaje wakati ule wamekuwa? Ilikuwa kubwa, lakini tuliamini timu yetu na benchi la ufundi, tunajua kwamba tutatoboa. Tunashukuru yani. Kupiga magoti na maanisha yani ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa nimepita, afu nimepita kibabe afu nyumbani kwangu. Kuna ahadi uliweka? Yani sina ahadi niliyoiweka, ila nilisema kuwa lazima nipite. Ulinuia? Ninachoshukuru ni kitu kimoja dadangu. Yani nilisema kuwa dakika 30 za kwanza tushamalizana, magoli yao tumesharudisha, tunakutana mwisho wa mechi. Hapa nilipo sina kingine chochote cha kuongea. Yani hapa unafurahi, unatamani kulia. Imepitiliza. Nenda huko nyumbani leo hali itakuwa. Yani siwezi kulala leo na yani sijui itakuwa kuweje yani. Neno tunavuka. Yani tumevuka kwa na sio kuvuka tu, tunaleta. Tunaleta. Baada ya kuvuka kama tulitoka hapa, tunaleta. Zawadi leo nani unampa maana? Bana, huyu Kamala ni hatari. Yani Kamala imeisha, yani Kamala. Yani Kamala imeisha. Wote wamejitahidi, na namshukuru Kamala amemaliza mchezo. Dada asante, na shukuru. Yani tunaleta.
Hao ni mashabiki wa klabu ya Simba wakiwa wanaendelea kutoka ndani ya uwanja, kila mtu akionyesha hisia kwa namna ambavyo ameweza kupokea matokeo haya. Bana, wana Simba, mambo kama kawaida. Nimefurahi sana. Sina hata zawadi. Kwa nikupe hata huku bwana. Huku bwana, hii hapa ndo mchezo. Nimepata shilingi 1000 kuzawadi kutoka kwa washabiki wa Simba ambaye amefuzu kwenye hatua hii ya nusu finali. Tulikuwa hapa timu nzima ya Mpenja TV tukipata fursa ya kuweza kushuhudia, lakini pia kuletea mfululizo wa matukio kabla na baada ya mchezo, na tumeshuhudia namna ambavyo Simba imekwenda hatua ya nusu finali kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Bana, mbona umenuna? Mimi ni nuna. Mbona umenuna? Hapana, ninafurahi. Umenuna. Hapana. Kucheka. Hey, wewe niache kwanza na Mkwara. Mkwara kanifurahisha sana. Leo hiyo. Sana. Hivi Ndese Mkwara. Anafanyaje? Amefanya mambo yake leo. Wana Simba katoa kimasomaso. Amehiti kwenye mchezo wa leo kwa sababu hatukutegemea kama yangetokea mambo haya. Ilipofika kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty, uliamini kama Simba inaweza kushinda na kutinga hatua ya nusu finali? Uhakika ulikuwepo kwa sababu tunaangalia hata game ilivyokuwa, wachezaji walikuwa wanajiamini toka mwanzo mpaka mwisho. Ila asema tu tumeshindwa kumaliza, tusingefika kwenye matuta. Tungemaliza mapema tu. Bana, niguse mapigo ya moyo. Wewe gusa, yani ni furaha zaidi, usijali. Mbali na Mkwala, lipi lingine ambalo limekufurahisha? Kunifurahisha? Hata kocha kanifurahisha sababu zake. Kocha kutoka Mohamed Hussein kuingia Numo. Matukio ya kujilaza Waarabu yale. Wale ndo taratibu zao. Washazoea, lakini tumeenda nao jinsi ambavyo anaenda, tumefuata hivyo. Lakini Mungu atusaidie, tumeshinda. Asante sana. Bwana michezo, tunaendelea kupata maoni ya mashabiki wa klabu ya Simba ambao wanatoka uwanjani. Hii ni mara baada ya klabu yao kutinga hatua ya nusu finali kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kila mtu akionyesha furaha yake kwa namna ambavyo wamekata tiketi ya kutinga. Hii tumevuka. Hii tumevuka. Kwa sababu kavaa jezi. Tunahitaji ulinzi Kwanza niwapongeze Simba kwa hatua ambayo wameifikia. Ilikuwa sio jambo rahisi. Of course wamefanya kitu ambacho cha kutuheshimisha sisi wa Tanzania. So pongezi kwao, benchi la ufundi pamoja na uongozi, waendelee tena kujipanga kwa sababu mechi inayokuja haitakuwa rahisi kama wanavyofikiria. Kwa mchezo wa leo, kwa upande wa Simba wameweza kufanya kila kitu kilichokuwa bora ndani ya uwanja. By the way, kuna wakati timu ilikuwa inapoteza rhythm, lakini baada ya muda timu ikaanza kurudi, mwisho wa siku wakafikia hatua matuta. Leo hii tunashangilia ushindi Simba kufika nusu finali. So nawapongeza wao viongozi pamoja na benchi la ufundi kwa kazi nzuri walioifanya. Walisema hamvuki na mwaka robo itaendelea kuwa pale. Mnawaambiaje? Football haitabiriki kwa kuizungumza tu mdomoni. Football inakuja kupa result ndani ya uwanja. Kile ambacho umekiandaa ndani ya ofisi yako, kile ambacho umekiandaa ndani ya benchi lako la ufundi, ndio hicho unachotegemea kuja kukipata ndani ya uwanja. Maneno yanayozungumzwa nje ya uwanja ni maneno yatabaki tu ya kiushabiki. Lakini all kwamba Simba amefanya vizuri, wamefika hatua ambayo ni nzuri, wametuhakikisha vizuri, kongole kwao na tuendelee tu kuisupport kwa sababu ndio timu pekee iliyobaki Afrika Mashariki na Kati kutuwakilisha sisi wa Tanzania. Unawaambia nini mashabiki wa klabu ya Simba? Waendelee kusupport timu yao kwa sababu organization yao ambayo ndani ya kushangilia ndani ya uwanja imekuwa ya matukio. Ikitokea tukio ndio mashabiki wanaanza kuibuka kwanza kushangilia. Lakini wanachotakiwa jipange kwa sababu mashindano haya ukiangalia wenzao wanavyoshangilia ni tofauti na wao wanavyoshangilia. Kwa hiyo nawahusia mashabiki wa Simba kwamba wanapokuja uwanjani vile vikundi ambavyo vinakaa kwa ajili ya kushangilia, basi watengeneze programu ya kuweza kukaa sehemu moja ili wakiamsha vebu basi vebu linakuwa la nguvu zaidi. Kwa viongozi pia wa klabu ya Simba. Kwa viongozi wana kila sababu kwa kupongezwa kwa hatua hiyo waliofikia. Viongozi wana kila sababu kupongezwa kwa sababu hatua hiyo waliofikia Simba ni muda mrefu walikuwa wanaisubiria ya nusu finali. So that's why wengi mara nyingi walikuwa wanafika hatua ya robo finali mara kwa mara, lakini mara hii tunakuta kwamba Simba amefika hatua ya nusu finali. That's why
That's why kuna kila sababu ya kuwapongeza viongozi wa klabu ya Simba pamoja na benchi lake la ufundi kwa hatua ambayo nzuri wameifikia. Kwa hiyo mimi bila kupepesa macho na kupongeza sana viongozi wa Simba.